Rona na indigena ditura na Yesu. Rona na indigena ditura na Yesu. Itwe nantwikiliza omukama Yesu. Okuya twebembere akadyo mwiguru. Omukama yashubo mwiguru. Rona na indigena ditura na Yesu. Rona na indigena ditura na Yesu. Leo kanisa linasherehekea sherehe ya kupaa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni. Sherehe hii kwa kawaida huwa inaadhimishwa Alhamisi ya wiki inayotangulia leo, lakini kwa sababu ya mazingira hatuwezi kuisherekea kwa shangwe, kwa kishindo siku za kawaida za juma, kwa sababu ni siku za kazi. Ndio maana inasogezwa Jumapili iliyo karibu, na ndio leo. Sherehe hii inadhihirisha mambo mawili. Jambo la kwanza, inadhihirisha kile tunachokiri, tunachoungama katika kanuni ya imani, tukisema akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Baba. Tunakiungama hicho daima tunaposali sala ya nasadiki au kanuni ya imani. Jambo la pili, sherehe hii inadhihirisha kile tuombacho katika sala ya Rozari tunaposali matendo ya utukufu ya Rozari. Tendo la pili tunasema Yesu anapaa mbinguni. Tunaitikiaje? Tumombe Mungu atujalie kwenda mbinguni. Unaweza kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya 8 na ya 9. Sherehe ya kupaa Bwana wetu Yesu Kristo inatualika na kutufundisha tuache kiburi, tuache majivuno, tuache majigambo, tusijikweze. Sherehe ya kupaa mbinguni inatualika tuwe wapole, watiifu na wanyenyekevu. Bwana Yesu anasema, na nukuu, anayejikweza atashushwa na anayejishusha atakwezwa. Mwisho kunukuu kutoka Injili ya Mathayo sura 23 aya 12
Maandiko matakatifu yanathibitisha jambo hili kwa yule aliyesema, anayejikweza atashushwa na anayejishusha atakwezwa. Yesu alidhihirisha hayo kwa matendo, haikubaki kwenye maneno. Kama mtu mmoja aliyesema, si kwa kusema asali asali, utamu unaingia ulimini, ni lazima uchukue asali uonje. Maandiko matakatifu yanasema hivi, na nukuu: Yesu kwa asili alikuwa daima Mungu, lakini hakufikiri kwamba kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kung'ang'ania kwa nguvu, bali kwa hiari yake mwenyewe aliachilia hayo mwenyewe, akaachilia hayo yote, akajitwalia hali ya mtumishi, hali ya mtumwa, akawa sawa na wanaadamu. Alijinyenyekeza na kutii mpaka kufa, hata kufa msalabani. Kwa sababu hiyo Mungu alimkweza juu kabisa, akampa jina lililo kuu kuliko majina yote, ili kwa heshima ya jina la Yesu viumbe vyote mbinguni na duniani na kuzimu vipige magoti mbele yake, na kila mtu akiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Mwisho kunukuu kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 aya 6 hadi ya 11. Tunaposherehekea sherehe hii ya kupaa Bwana wetu Yesu Kristo, tumshukuru Bwana wetu Yesu Kristo, maana alipopaa mbinguni hakutuacha hivi hivi. Juzi nilimtembea rafiki yangu, tukachangamkiana, baadaye nikamwaga kwamba sasa narudi kwangu. Basi kwa kumwaga akanitupia swali, unaniachachaje wansigota? Rafiki yangu mwingine alishaniambia namna ya kuitikia mtu namna hiyo. Basi na mimi nikamwitikia jinsi ilivyo kukuta ukula kushanga, nikasema bye bye. Bwana Yesu anapotuaga, anapopaa mbinguni, hana majibu kama hayo ya ukula kushanga, nikwenda kukusika. Hana hayo majibu. Tunapomuuliza unapoenda huku kwa Mungu Baba unafuatachaje? Unafuatachaje? Yesu anaitikia mara moja kwa kutuachia zawadi 6. Haondoki hivi hivi kutuacha jinsi alivyotukuta wakati alipozaliwa Bethlehem. Anatuachia zawadi 6. Zawadi ngapi? 6. Unazijua hizo? Na zenye maana, uzizingatie. Ni lulu, ni hazina, ni dhahabu za kukusaidia hizo katika maisha yako ya imani. Kwa sababu ya muda sitazifafanua, nitazitaja tu na utaenda ujisomee maandiko matakatifu, ndio utakuta ufafanuzi zaidi. Zawadi ya kwanza anatuachia ni zawadi ya Ekaristi Takatifu, misa.
takatifu. Zawadi ya kwanza ya msingi kabisa ya maana, misa takatifu, ambayo ni chakula cha roho zetu, ekaristi, chakula mwili na damu. Je, chakula hicho nakipokeaje kiweze kukuimarisha kimwili na kiroho, uweze kumpokea Bwana Yesu atakaporudi mara ya pili katika utukufu wake? Maudhurio yako ya misa takatifu yakoje kupokea zawadi hiyo ya misa takatifu, ekaristi? Soma Injili ya Luka sura ya 22 aya 14 hadi 22. Injili ya Yohane sura ya 6 aya 25 hadi 59. Barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 11 aya 23 hadi 25. Zawadi ya kwanza hiyo. Zawadi ya pili ni zawadi ya Bikira Maria. Nani kama mama? Nani kama mama? Nashangaa watu wengine, ndugu zetu madhehebu mengine yanamtambua mwana Yesu lakini hamtambui Bikira Maria. Yaani ni maajabu. Hamtambui mama. Rozari wanachana, wanatupa. Wewe ndio unaweza kutakana ukakasirika. Hebu nikuache. Huwezi kumpenda mwana bila kumpenda mama, na mwana akatuachia mama yake, au mwombezi wetu, au mlezi wetu, au mshauri wetu. Soma Injili ya Yohane sura ya 19 aya 26 hadi 27. Zawadi ya tatu ni amani. Amani. Soma Injili ya Yohane sura ya 14 aya 27. Zawadi ya 4 ni ondoleo la dhambi, sakramenti ya kitubio. Soma Injili ya Luka sura ya 24 aya 47. Zawadi ya 5 ni ahadi. Ahadi kwamba anapopaa huko mbinguni anaenda kutuandalia makao. Haendi hivi ameenda tu, si mzurulaji. Anaenda huko mbinguni kutuandalia makao. Ahadi hiyo. Soma Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya kwanza hadi ya 4. Nitakusomea. Yesu aliwaambia, msifadhaike mioyoni mwenu. Mwaminini Mungu, niaminini na mimi pia. Nyumbani mwa Baba yangu muna makao mengi. Kama isingekuwa hivyo, ningelikwisha kuandieni. Sasa nakwenda kuandalieni nafasi, kuwatayarishieni nafasi. Na nikienda na kuwatayarishieni nafasi, nitarudi na kuwachukueni kwangu, ili ninyi muwe pale nilipo mimi. Mnajua njia ya kwenda huko ninako kwenda. Soma Injili ya Yohane sura 14 aya ya kwanza hadi ya 4. Ukitaka ufafanuzi zaidi, soma sura hiyo nzima ya 14. Zawadi ya 6 ni Roho Mtakatifu. Nani? Roho Mtakatifu. Nani? Roho Mtakatifu. Zawadi ya 6. Soma Injili ya Yohane sura 14 aya 15 hadi 18 na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya 8. Yesu anasema, na nukuu, mkinipenda mtazishika amri zangu.
nami nitamwomba Baba, naye atawapeni msaidizi mwingine atakayekaa nanyi milele. Yeye ni Roho wa ukweli. Ulimwengu hawezi kumpokea kwa sababu hawezi kumwona wala kumjua, lakini ninyi mnamjua kwa sababu anabaki nanyi na yu ndani yenu. Mwisho wa kunukuu. Kutoka Injili ya Yohane sura 14 aya 15 hadi 17. Bwana Yesu yuko ndani yetu, na huyo Roho yuko ndani yetu kupitia sakramenti za ubatizo na kipaimara. Tunampokea Roho Mtakatifu. Basi tuko kwenye novena ya Pentekoste. Tumombe aendelee kutushushia huyo Roho, hiyo zawadi, tuweze kutamani hayo makao ambao Bwana Yesu Kristo ameenda kutuandalia, lakini kwa kudumu katika njia aliyotuachia, kudumu katika ukweli na uzima. Maana yeye alisema ni njia, ukweli na uzima. Tusimame. Leo ni siku ya 3, tuweze kuendelea na hiyo novena ya Pentekoste ya kumomba Mungu atushushie huyo Roho Mtakatifu. Kwaya tuongoze kwa wimbo Uje Roho Mtakatifu. Subiri wana kipaimara, tuongozane na kwaya na kinanda na ngoma, na wote tutaitikia umini wa wimbo. Oh
Peleka Roho wako, vitaumbwa upya, na nchi itageuka. Tuombe. Ee Mungu uliyefundisha nyoyo za waamini ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba tuongozwe na yule Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Leo siku ya tatu, Jumapili, Roho Mtakatifu anatufanya kuwa mitume.